Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Tusalie na masuala ya afya tena. Sasa ugonjwa wa kufura miguu na wakati mwingine sehemu za siri kwa wanaume umeathiri idadi kubwa ya watu katika pwani ya Kenya. Wanaume wanaougua ugonjwa huu unaojulikana pia kama mishipa au matende hukabiliwa na aibu na fedheha katika jamii. Ila katika siku za hivi karibuni matibabu ya magonjwa haya yameanza kutolewa kwa kiasi kikubwa, kama anavyoripoti Agnes Penda aliyekuwa jimbo la Kwale nchini Kenya. Wanaume katika hospitali kuu ya kaunti ya Kwale wanapimwa kubaini iwapo wana ugonjwa wa mabusha au mapumbu kufuatia kampeni ya matibabu. Mabusha ni tatizo la kufura kwenye sehemu za siri ambapo korodani hujaa maji na kuwa mzigo kwa mgonjwa. Baada ya vipimo waliopatikana nao wanasajiliwa ili kufanywa upasuaji. Mwarika Umari hii leo amefikiwa kwenye orodha ya wengi baada ya kusubiri kwa mwaka mzima. Anaingia kwenye chumba cha upasuaji akiwa na matumaini makubwa. Niko na mshipa wa kuteremka, wa kushuka, alafu ukifutuka hapa, ukifura hapa, alafu nashika hiro. Hata watu wakasema, waganga wakasema, ukija kwangu naweza kukupatia mizizi ya kinyumbani. Haya, huu unaweza potee. Alafu nikinywa hiyo mizizi haupotee. Leo na matumaini kwamba utapona. Madaktari wa upasuaji Jasper Muhanje na Paul Gathuma ndio madaktari ambao wamekuwa wakifanya upasuaji huu. Unapata pumbu, inaweza tokea upande mmoja ama upande yote mbili. Sasa mpasuaji ama daktari wa kupasua anafaa unaweza pasua katikati ama upasue on either side, uexpose ile testicle. Sababu cha muhimu ni kuexpose ile testicle, ile ambayo imebeba yale maji ya mapumbu. Sasa ukisha expose ile testicle either moja ama zote mbili, unafungulia yale maji, una drain maji, alafu ile gunia ama ile sack ambayo imebeba testicle na maji yake, hiyo ndo tuna excise, tunapunguza. Takwimu kutoka shirika la madaktari la Amref nchini Kenya zaonyesha kuwa zaidi ya wanaume 2000 wamepatikana na ugonjwa huo katika muda wa miaka 5 iliyopita. Zaidi ya 580 wamefanyiwa upasuaji. Huu mwaka peke yake tumefanyia watu 74, na mwaka uliopita tuliweza kufanyia watu 88. Kwa kawaida upasuaji kama huu unaweza kuchukua takriban saa moja. Wataalamu ukata sehemu moja ya eneo ambalo limevimba na kutoa maji. Sasa nimeona kwamba wakati mwingine maji yanaweza kutolewa takriban lita 5, kuonyesha jinsi hii ilivyoathiri sana huyo mgonjwa. Kulingana na madaktari, upasuaji ndio suluhisho la kwanza la tatizo hilo. Upasuaji huu unaweza kufanyika wakati wowote na mgonjwa hugandishwa kiunoni bila kumfanya kupoteza fahamu. Upasuaji tunaona uko sawa na hatari ni kidogo tu. Tuseme kati ya mwanaume mmoja ambaye atafanyiwa, katikati ya wanaume 100, pengine mmoja anaweza pata complications zile ndogo ndogo, kwa sababu huu upasuaji ni teknolojia mpya ambayo tumefanya mafunzo, na huu upasuaji unapunguza ile kupoteza damu nyingi. Ugonjwa wa mabosha, kwa kimombo hydrocele, husababishwa na vidudu vinavyosambazwa na mbu. Vidudu hivyo hufunga mfumo wa maji mwilini maarufu lymphatic system na kusababisha maji kukusanyika katika sehemu moja ya mwili. Utavaaje shuka wendo ukahubiri? Na unatekana utaki ini. Sasa ukitaki ini huku kumefimba. Ni maradhi yanayoleta fedheha na kuwafanya wengi kutotaka kujulikana na kususia matibabu. Katika kijiji cha Mwangulu, eneo la Lungalunga, James Ndaro Mwangumi mwenye umri wa miaka 71 anawashauri wenzake wafanyiwe upasuaji. Ni mmoja waliofanyiwa upasuaji huo mwaka jana, mwaka 2024, baada ya kugua kwa zaidi ya miaka 50. Nimezaliwa mwaka wa 54
vile baba ameniambia, lakini baada ya miaka kama 5 natapika. Nilikuwa tu natapika, nasikia kushikwa hapa rohoni, alafu natapika, nikitapika kitu yelo ndio napata kanafuu. Sasa ile hali nimeenda nayo hivyo mpaka nimekaa na miaka kama 20, ndio nakuja huku kutapika kule kukaacha, nikaja nikasikia huku kuna jaa, kamara kuna vimba. Sasa nimeendelea hivyo, baadaye kaja kaacha, kawa tu ni maji yanayotiririka. Basi kawa hiyo ndio hali yangu, sisiki kuumwa, lakini vitu vinajaa. Hivi sasa ndiye afisa wa afya anayeripoti ugonjwa huu katika jamii yake ili awasaidie wenzake pia kupata huduma hiyo. Hii kitu ni mzigo. Hata ukaaje inakuchokesha. Hauwezi peleka baiskeli vizuri, pengine una baiskeli, huwezi. Hofu ya kufariki wakati wa upasuaji ikiwa imewafanya wengi kukaa mbali na hospitali kando na gharama ya juu ya upasuaji wenyewe. Kabla ya kuenda huko, akapigiwa simu huyo daktari mkubwa hapo Gombe. Akasema huyo mtu, hiyo ndio shughuli yangu unaoifanya, nje nizitoe hizo nyama huko ndani. Lakini nataka 400,000 ziletwe hapa. Nje nimshughulikie. Sina hata ndururu. Mapato yao ni ya hali ya duni. Wengine wakigeukia tiba za kienyeji zinazofanya hali kuwa mbaya zaidi. Pengine umetongoza bibi ya mtu, pengine umechukua vitu vya watu, ndio wanasema watu wengine kwamba hizo ndizo zinachangia. Lakini mimi nasema hivyo ni uongo. Vidudu hivyo vinavyosababisha uvimbe huu pia vimesababisha uvimbe wa miguu maarufu kwa jina matende katika eneo hili. Katika eneo hili pekee kuna zaidi ya watu 30 walioathirika na ugonjwa huu wa kufura miguu. Mbu ni mdudu mdogo sana, lakini amesababisha aina nyingi za homa. Kuna chikungunya, kuna dengu, kuna malaria na kadhalika. Lakini kuna ugonjwa mmoja ambao mbu amesababisha, ambao umefanya watu wengi kukaa majumbani na kukosa kupata matibabu ya mapema. Wizara wa Afya imezindua mpango wa kuwapa dawa wenyeji wa maeneo haya ili kuua vidudu hivyo mwilini. Kwa mara nyingi tunaambia mbali na zile dawa kumeza, kulala ndani ya neti, kufyeka maeneo karibu na nyumbani iwe kumefyekwa, kujaribu kudrain maji ambayo yamekaa karibu na nyumba. Wale wenye wako na madhara ya ugonjwa tutakuwa tumewasaidia kwa njia ya watu wenye wako na wapumbu, tutakuwa tumefanyia upasuaji ya kwanza, na pia tutakuwa tumefanya hospitali za kaunti zikuwe na uwezo wa kutatua hiyo shida. Wakazi wanasema wana matumaini kuwa ugonjwa huu utatokomezwa. Agnes Penda, BBC. Na matumaini yetu ni kwamba mwaka unapoanza mpya 2026 kila mtu atakuwa na afya njema bila mapumbu, mabusha na mambo kama hayo, na tufurahie afya njema. Kabla ya kuondoka nikukumbushe tu kwamba maeneo kadhaa bara Asia na Pacific tayari wameukaribisha mwaka 2026. Daraja la bandari ya Sydney hilo fataki zilirushwa na kuwatumbuiza maelfu ya watu waliofika kuuaga mwaka 2025 nchini Australia. Hapa Afrika Mashariki tuna kama saa 2:30 hivi kuona mwaka 2026. Kwa sasa, kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo yetu mwaka huu 2025, mimi naitwa Ron Clifford. Mwaka ujao, Mungu akipenda, tutakutana tena. Na yule ambaye hakuolewa 2025 hauolewi tena. Tukutane 2026.